Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wito umetolewa kwa wazazi na walezi wa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 kuepuka tabia ya kuwaruhusu watoto hao kutumia simu zao za mkononi kuperuzi na kucheza gemu kwa muda mrefu bila ya uangalizi maalum, kwani tabia hiyo ina hatari kubwa kwenye maendeleo ya ukuaji wa watoto hao kimwili na kiakili. Wakizungumza na Kurasa, baadhi ya wazazi wamekiri kuwa mara nyingi huwapa watoto simu wachezee ili wao wapate utulivu au kupunguza usumbufu, bila kujua kuwa tabia hiyo ina athari kubwa kwenye ukuaji wa mtoto kutokana na baadhi ya maudhui yasiyofaa yanayopatikana kwenye faraha za simu hizo. Kuamka mama asubuhi, kabla hajafanya chochote, mama zetu sasa hivi anashika simu cha kwanza kuangalia simu. Na mtoto huwa anakariri, kwa anakariri huwa mtoto ana tabia fulani ya mama anakuwa anaangalia. Kwa mama anachukua anakifanya na mtoto asilimia nyingi anakiangalia kwenye simu. Kama simu zetu hizi sio watu wazima, tunaweka vitu vingi sana. Huwezi kujua kwenye simu mtu kaweka nini. Sasa mtoto kuja tu ile kuchukua simu na kuanza kutoa password kuichunguza, anaweza kukutana na vitu ambavyo vifai vikamjengea kwenye akili yake kitu fulani, angalie bado mdogo. Ni vibaya mtoto mdogo kumpa simu au kumuelekeza password, kwa sababu simu ina vitu vingi. Utampa mtoto simu, mwisho wa siku ataharibikiwa. Unakuja kushangaa mtoto mdogo ana vitu vya ajabu. Na tuendelee na Kurasa. Manispaa ya Songea iliyopo mkoani Ruvuma ilikuwa inakabiliwa na changamoto kubwa katika utoaji wa chakula kwa wanafunzi shuleni, hali iliyochangia kushuka kwa ufaulu wa wanafunzi. Hali hiyo ilikuwa mbaya zaidi katika mwaka wa fedha 2023-2024 ambapo ni 67% tu ya wanafunzi ndio waliokuwa wanapata chakula wakiwa shuleni. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, manispaa sasa imeanzisha utaratibu wa utoaji zawadi kwa kata zinazofanya vizuri zaidi ili kuhamasisha utekelezaji wa lishe bora kwa watoto na kupata chakula shuleni ili kuongeza ufaulu zaidi kwa wanafunzi. Ya wilaya ya serikali wilaya ya Songea ikaweka mkakati na kuhakikisha kwamba watendaji wa kata wanasimamia zoezi hilo. Kwa mpaka sasa ninavyoongea, kufikia leo tarehe 23 mwezi wa 5, katika watoto 100 ni watoto 77 wanakula chakula shuleni. Sisi kwetu hii ni hatua kubwa sana. Ni hatua kubwa kwa sababu zamani ilikuwa 67%, leo sasa ni 77%. Tunaendelea kuhamasisha watu katika siku zetu za afya na lishe za mitaa kwamba mama anapojihisi tu ni mjamzito basi afike katika kituo cha kutolea huduma za afya ili aweze kuanza kliniki mara moja na kupewa huduma za afya. Tunapoongea leo kuna shule kama 3 za msingi na mashamba zaidi ya eka 1. Kuna shule ya msingi Subira, Muungano na Rupapira na mashamba, lakini pia kulikuwa na bustani za shule katika shule zote za msingi na sekondari. Na tumalizie Kurasa kwa hili. Wanawake wameshauriwa kuachana na tabia ya kuvaa nguo maalum za ndani zinazoongeza muonekano wa maumbile yao maarufu kama vigodoro, na badala yake waongeze kujiamini na kujikubali vile walivyo. Wito huo umetolewa na wanaume jijini Dar es Salaam wanaodai kuwa baadhi ya wanawake wanatumia gharama kubwa kwa kuweka viungo bandia ikiwemo vigodoro ili kupata muonekano wa kuvutia na kuondolea kabisa ule muonekano wa asili, jambo ambalo haliwapendezi wanaume hao. Unajua katika maisha tunayoishi kaka, mimi siwezi tu nikaenda kumchukua mwanamke eti kwa vile ana umbile kubwa. Ile umbile linakuwa halisaidii kitu. Kwa sababu maisha ni akili blaza. Ndio maana dada wengi hawaolewi, sababu wanataka wanaume kwa haraka. Si ndio? Wanakuwa ndo so mwanamke halisi. Kama mwanamke unajiamini, tumia mambo Mungu aliyokupa. Tembea, mwanaume atakuona ndo akikuoa anakuwa kabisa anakuwa vizuri. Sasa hivi asilimia kubwa wanaume wanatamani sana makaliano kuliko, japo kwa hata mimi mwenyewe hivyo vitu aga vinanivutia, lakini sasa kwa upande wangu mimi ningewashauri yani sio vizuri hiyo. Ningependa yani mtu kama wewe umezaliwa na umbile lako,
kwa maana umbile lilo, na zaidi wajikite kwenye kutafuta hela labda kwa njia za kazi. Na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha kuletea kurasa kwa siku hii leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.